Mtazamaji wa TV Media, ni siku ya wananchi, siku ambayo mashabiki wa Yanga wanasubiri kwa hamu kwenda kuangalia utambulisho wa wachezaji wao wapya na wale ambao wanaendelea kusalia katika kikosi, ikiwa ni safari mpya ya kusaka mafanikio katika msimu wa 2026-2027. Tunatambua Young Africans ni mabingwa wa NBC mara 5 mtawalia. Je, mwaka huu atakwenda kuendelea pale alipoishia? Ila na wenyewe wanakuambia kwamba mwakani tena, na hiyo mwakani zimesalia siku 3 tu kuanza hiyo mwakani wanayozungumzia. Hapa tuko na mashabiki ambao wanakwenda kuzungumzia wao siku ya leo wameipokeaje. Karibu sana, mimi ni Heri Abdalla na hii ni TV Media. Jina langu naitwa Isa Mahmudu, kwa jina maarufu Isa Nambu, natoka Mtwara Migo. Matarajio yetu sisi wana Yanga na Yanga ni kupata ushindi, kombe. Tunajitaji mwakani tena, hatumwache mtu, tumesajili vizuri, wachezaji wetu wazuri, kiongozi wetu wazuri, hawana matatizo mwakani tena. Tumeona watani jana kwenye tamasha lao. Pia wewe halijakuletea hofu kidogo? Hamna hofu wote. Watani hawana kitu, wao kazi yao kunywa maji tu. Wataendelea kunywa maji mpaka basi. Mpira tunacheza sisi wana Yanga. Yanga ipo vizuri kila kona. Hasitombee wote. Mtangazaji, mwaka huu akae kwanza, angalie vijana kwanza. Wachezaji wanashindwa wao kusajili, sisi ndio tunawasajili wao, tunawaleta hapa kwa pesa nyingi. Pengine katika utambulisho wa wachezaji wa leo, unatamani zaidi umuone mchezaji gani? Katika utambulisho wa wachezaji wa leo, ulitamani zaidi mchezaji gani umpate? Natamani muone Fei Toto atuwe pale. Fei Toto nataka nimuone, kwa sababu yule mtoto tumemkulia sio wenyewe, ametoka Zanzibar kwa juu mpira wala nini, ajifute mnani, tumemkuza sio wenyewe mpaka anajua mpira. Kwa hiyo tunataka arudi nyumbani. Brother, mambo vipi? Poa, ni aje babu? Unaitwa nani? Fresh kama kaida. Unaitwa nani? Naitwa Saddam Hassani, maarufu Podo, katibu wa tawi la GSM. Tuambie kuelekea msimu mpya, mna matarajio gani nyinyi kama mashabiki? Sisi kama mashabiki tumejipanga kutokana na slogan yetu la mwakani tena, na tumeenda nayo na tunaamini tutapambana nayo na tunaamini tutachukua kombe msimu ujao. Pengine katika utambulisho wa leo, ulitamani zaidi mchezaji gani? Maana watu wanasema mara Fei Toto, mara imekuwa hivi imekwenda vile. Ulitamani Fei Toto awe miongoni mwa wachezaji? Brother, nikwambie the best of God. Shaulile pa Shaulile. Ni mchezaji kutoka na media, ni mchezaji ambaye tumemzinia. Tunatamani tumuone. Shaulile, unajua unapomzungumzia Shaulile ni goti wa Afrika. Goti wa Afrika kwa sababu Shaulile ana rekodi kubwa Afrika ambayo Tanzania hii na baadhi ya klabu Afrika ambayo hajaweza kufikia rekodi hiyo. Shaulile ni mchezaji ambaye ameweka rekodi ya ufungaji bora barani Afrika. Ni mchezaji ambaye ameweka rekodi bora barani South Africa, kwa sababu tunapomzungumzia goti Shaulile ni mchezaji wa mfungaji bora muda wote wa ligi la South Africa, ni mfungaji bora wa ligi yote ya ligi ya South Africa, na mfungaji bora wa timu yote ya Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo tunaamini ujio wake utaongeza chachu katika ligi yetu. Unajua hatujanufaisha Yanga peke yake, tumenufaisha ligi kuu la Tanzania bara, tumenufaisha wapenzi wa Tanzania bara. Leo hii Yanga kupitia engineer amemshusha pasi Shaulile. Kwa hiyo tunajivunia utambulisho wake. Tunaamini God is the best in Tanzania. Kwa miaka miwili mitatu Shaulile amekuwa na namba ndogo sana ya mabao. Ukiangalia msimu uliopita alikuwa na bao moja, msimu wa juzi alikuwa na mabao 3. Pengine hii halikupi hofu wewe kuona kwamba mmepata mchezaji ambaye pengine anaweza asibebe vizuri nembo ya Yanga hasa katika michuano ile ya kimataifa? Blaza, nakwambia, unajua tunapomzungumzia mpira ni mchezo wa wazi. Leo hii Cristiano Ronaldo tulijua ligi la Saudi Arabia, lakini leo hii Ronaldo ameenda, tumelijua Saudi Pro League kupitia Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo Zegoti ametua katika ardhi ya Tanzania, na Zegoti alitua tena katika ligi la Saudi Arabia, tena tukaanza kuonekana. Kwa hiyo tunaamini ujio wake wa Shaulile kutongeza kitu kwake. Unajua leo hii unapomzungumzia timu ya Mamelodi ni timu kubwa, ni mabingwa mara 2 wa klabu bingwa. Kwa hiyo ni timu ambayo imejitamaisha kwa kila idara. Kwa hiyo kuja ujio wake amekuja kuongeza chachu, na naamini uongozi utakuwa makini. Peter Shaulile anavaa kitambaa cha Young Africans, au sio? Shukrani sana. Bado tuko na namba kubwa ya mashabiki hapa. Tuko na mjomba huyu. Nataka kujua majina yako, tuambie. Kwa majina mimi naitwa Uwesu Salmu na Movia. Tuambie, leo ndio Yanga Day, siku ambayo wananchi wanakuwa wakifurahia. Wewe umejipangaje kuhakikisha kwamba siku ya leo unakuwa unasherehekea vizuri? Kwanza kabla sijaamka, furaha imeanza usiku, kwa kuamini kuwa hakuna chama kubwa Tanzania kama Yanga Afrika. Hakuna. Tuna viongozi ambao wamesoma, watulivu, hawana pressure, na sisi wenyewe tunawaamini na tuko nyuma yao kwa kila jambo. Kama ni jeshi basi ni la Cuba. Ile ni jeshi la Cuba.
Shabiki wa timu anakuwa ni mchezaji namba 12, lakini pia anahusika katika kuleta mapato ya timu. Mpaka sasa hivi huna hata jezi ya Yanga. Hii imekaaje? Kweli una nia njema na Yanga kweli? Sana, na hiyo jezi nimelipia, nimetolea oda, wenda leo kwenye basi ya jioni jezi kaingia. Tena sio moja, zaidi ya moja. Sisi ni wananchi husika. Asilia Yanga bila sisi hawezi kusonga mbele. Sisi ndo Yanga. Una matarajio gani kuelekea msimu mpya wa mashindano? Bingwa, 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 bingwa mpaka mimi nafariki Yanga bingwa. Leo tarehe 9 na kesho kutwa ni tarehe 12 na mnasema kwamba mwakani tena, na hiyo mwakani ni siku 3 tu zimesalia. Mmejipangaje sasa kuanza na mchezo wa dabi ngao ya jamii? Sio mwakani tena. Ningependa kama huu ujumbe ataupata msemaji wangu au semaji la kafu Ali Kamwe, tumwambie hivi, sio mwakani tena, aseme bingwa endelevu mpaka kiama kinakuja. Hakuna wa kumpita Yanga. Bwana, kama unavyosikia hapa shangwe la mashabiki katika tawi hili la Mkana Red hapa stendi kuu ya mabasi ni mkabala, na jina langu ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.